ni vurugu makanisani, kinachotokea ni fujo makanisani, kila mtu anajihami wake. Huo sio uaminifu. Na hiyo ni picha ya moja kwa moja, tumekosa uaminifu kwa Mungu wetu. Kwa hiyo hatujui hata utumishi wetu tunatakiwa kutumika namna gani. Kwenye Wakorintho nadhani wa kwanza au wa pili sura ya 4 anasema sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Sasa mawakili wa siri za Mungu tunapigana vikumbwe hivi, tunagongana hivi. Mawakili wa siri za Mungu tumekosa uaminifu. Tunahitaji kutengeneza. Maneno haya ni mazito sana, wahitimu. Sina mashaka na mlichopokea kabisa, sina mashaka wala sina wasiwasi, lakini vipi mtakitumia? Paulo kwa kijana amesitiza maneno mengi. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo. Kielelezo ni kusema sema maneno. Kielelezo ni kuleta ugomvi. Ndio kielelezo. Tena anasema jitahidi kujionyesha, manake ni kazi, sio rahisi. Manake kuna vipingamizi, lakini jitahidi, jibidishe. Ndio sababu anazungumza mambo ya uhodari. Uwe hodari. Uhodari maana yake nini? Uhodari huwa unamaanisha ni mtu aliyeshupavu, ni mtu aliye imara, ni mtu aliye shujaa, au ni mtu mwenye uwezo mkubwa wa kufanya jambo. Na mara nyingi neno hili hutumika kumwelezea mtu mwenye ujasiri na asiye na uoga, au mtu stadi na mtaalamu anayefanya mambo kwa ustadi mkubwa. Humo ndani kuna masuala ya akili. Tufani inapofuma lazima uwe na uwezo wa kupima. Sasa mlikaa miaka miwili hapa, si kucheza. Mlikuwa mnapewa nyenzo na uwezo wa kupima, na kama mlikuwa mnamuomba Mungu kupitia hizo nyenzo, Roho Mtakatifu ataanza kuwaongoza cha kufanya na kutenda. Sio kuleta vurugu, kuleta amani. Si kuleta utawanyo, kuleta suluhisho. Uaminifu. Wakabidhi watu waaminifu. Walimu ni vigumu kuulizana hapa baba, hivi hawa jamaa mliwakabidhi waaminifu wao? Miaka 2 3 mlitupatia watu wameenda kufanya field, na watu walikuwa wakubali sana. Na sisi tukasema kila mtu alipokubaliwa arudi. Wengi wamekimbia. Ingawa najua sababu ya upande wa pili, siwezi kulaumu sana, lakini upande wa pili kulikuwa na changamoto. Lakini pamoja na hayo, shuleni hapa tunajifunza vitu vyote, na wanafunzi wenyewe wanajua wenyewe, mmenishuhudia kwamba mmepata faida ya kiroho, lakini na kutumia muda wenu vizuri kwa maana ya kufanya kazi kwa mikono. Hata ukienda kwenye kanisa lingine sio kwako, endelea kufanya kazi, usibaki na kiroho, kwa sababu mnaleta shida. Hapa mnatoka safi, mnafika huko mnatengeuka. Nini kinatokea?